Tumechelewa kidogo. Ilikuwa tuondoke kwa saa za kule Tanzania, ilikuwa ni saa 4 asubuhi, lakini tukapokea taarifa kwamba kuna hitilafu kidogo, kwa tukalazimika kusubiri. Tukaondoka saa 6 za mchana na tumefika hapa. Sasa tukipiga mahesabu ya saa za nyumbani ni saa 8, lakini kwa hapa tunaona ni saa 7 ya mchana, bado mapema. Ila kwa ujumla safari ilikuwa nzuri. Tumesafiri salama, tumefika salama. Wachezaji wote wameweza kusafiri, hakuna ambaye amepata changamoto yoyote ambayo imemshindwa kufanya kusafiri, na ndio jambo la kufurahisha. Kwa hiyo tunachoomba kwa Mwenyezi Mungu tuendelee hivi mpaka tufanikishe kile ambacho kimetuleta katika ardhi ya ugenini hapa Burundi, nacho sio kingine bali kwenda kwenye mchezo wetu ambao tunacheza Jumapili dhidi ya Flambeau du Centre. Baada ya kufika hapa Burundi, hali ya hewa mlionaje? Ndio kwanza naingia. Kwa mwili sasa hivi nao unaanza kupokea mabadiliko ya hali ya hewa, lakini sidhani kama kuna tofauti sana na nyumbani, japo ninachokisikia hapa kama kuna kakipupwe fulani hivi. Ni hali ya hewa ambayo sisi uzuri Tanzania tumebarikiwa ndugu zangu. Tuna hali ya hewa zote. Ukienda Dar es Salaam unakutana na joto, ukienda Singida unakutana na baridi. Maeneo mengine hivyo hali ya hewa ina balance. Kwa sisi mazingira yote ambayo tutakutana nayo ya kihali ya hewa hayawezi kutusumbua kwa sababu hatuna tofauti na nyumbani. Wachezaji ambao walikuwa kimataifa waliorejea wote wako timamu kucheza mchezo wa kesho kutu? Utimamu au sio ni kazi nadhani ya wataalamu wetu benchi la ufundi, lakini wote wamerejea na tumesafiri nao kuja Burundi. Kusafiri nao tafsiri yake ni kwamba wapo kwenye mpango wa kocha Miguel Gamondi, na kwa ninavyowaona kwa sababu tumesafiri nao wote wako happy na wapo tayari kuja kupambana. Kwa sioni kama kuna mchezaji ambaye anaweza kukosekana, kwa sababu hakuna ripoti yote hata kutoka kwenye idara yetu ya matibabu, kwa maana ya madaktari wetu. Hakuna ripoti inaonyesha kama kuna mchezaji alienda timu ya taifa amerudi labda na injury au hata na maumivu. Kwa kama Burundi walifikiri labda Chama atakuja na kama maumivu hapa kwenye paja, hiyo ripoti haipo. Aucho halikadhalika yuko fiti na yupo kwenye mudi nzuri. Kila mchezaji ambaye tumesafiri naye yupo kwenye mudi nzuri na yuko tayari kwenda kuitumikia Singida Black Stars. Mechi ya kesho kutwa kuna namna yote viongozi wamejipanga kuweka bonus kwa ajili ya kuhakikisha timu Mchele. Of course kila mechi huwa ina bonus ndugu zangu. Kila mechi, hata mechi za mashindano mengine. Lakini kwa mechi hii of course sababu ni mechi muhimu, siwezi kuzungumzia sana swala la bonus, lakini ipo na tayari wachezaji wameshaambiwa kiasi ambacho watakipata endapo watafanikiwa kushinda mechi zote mbili. Ndugu zangu, kumbukeni hizi ni mechi ambazo tunazitazama kwa jicho tofauti. Ni mashindano, lakini ni mechi ambayo inaweza kwenda kutuandikia historia ya kuingia hatua ya makundi kwa mara ya kwanza. Kwa kila mchezaji yuko tayari kwa hilo, na motivation kubwa sio bonus. Motivation kubwa ni kutengeneza historia ya Singida Black Stars kuingia hatua ya makundi. Hiyo ndio kitu kila mchezaji anatamani kuwa kwenye rekodi hiyo, kwenye vitabu vya kumbukumbu vya Singida, kwamba na yeye alipeleka Singida hatua ya makundi. Tayari wameshaingia kwenye kumbukumbu ya kuipa ubingwa Singida. Kwa hiyo kuna kumbukumbu nyingine ambayo inataka kutengenezwa hapa, historia nyingine kubwa kuipeleka timu kwa makundi. Kila mtu anatamani kufikia. Kwa hiyo ndio kubwa. Bonuses zipo tu. Hata mtu akiahidiwa mamilioni, majumba, manini, lakini kama hata ifanya kazi yake kwa moyo anaweza asiwafikishe popote. Sasa mashabiki wamejitokeza kwa wingi sana, kuna namna inawapa deni ya viongozi lakini pia kwa wachezaji. Na hilo ndio ambalo nitaka nilizungumze. Cha kwanza ambacho mimi kimeni surprise ni mapokezi ambayo mashabiki wetu wamekuja kutufanyia hapa katika uwanja wa ndege. Nilikuwa nafahamu mashabiki wanakuja, lakini sikuelewa kwamba wana vibe kubwa kiasi hiki. Na hata wachezaji wamekuwa surprised kuona kuna watu ambao wamekuja kuwapokea hapa kwa heshima kubwa, si ndio? Tayari imeshaanza kutengeneza ile mood ya tunaenda kwenye mechi kwa ajili ya hawa watu. Na ni deni kwa wachezaji. Hawa watu wameacha familia zao, wameacha majukumu yao, wameacha biashara zao, wamekuja umbali mrefu nchi ya ugenini kuwasapoti wao. Kwa hawana jambo lingine la kufanya zaidi ya kuwapa kile ambacho mashabiki wanakitaka, nacho ni furaha ya ushindi, ili safari ya kutoka hapa Bujumbura kurudi nyumbani iwe nyepesi. Unajua mkija kama hivi na vibe alafu mambo yakaenda vibaya, hata safari ndo mnaanza kununiana njiani, safari nzima inakuwa ngumu. Lakini tunaamini kwa kile ambacho mashabiki wamekionyesha, kwanza tunawapongeza sana kwa kazi kubwa waliyofanya. Kusafiri si mchezo, lakini wameonyesha moyo wa kuisupport timu yao, na naamini wachezaji wanaenda kuwalipa katika uwanja wa mapambano. Na ujumbe gani kwao? Kwa mashabiki, naomba tukutane mapema uwanjani. Mimi nimeshazungumza na uongozi kwa hiki walichokionyesha mashabiki. Wote ambao wamekuja hapa watalipiwa viingilio vyote kwenda uwanjani. Situpo ugenini. Kuna zile kulipalipa sio nani, vyote tunaenda kulipia kwa ajili ya mashabiki waweze kuingia uwanjani kwa wingi. Kwa mimi nawaambia tutakutana uwanjani, na siku hiyo sitakaa VIP. Naenda kukaa na mashabiki kule majukwani, tunaenda kukipiga vibe la chui mwanzo mwisho. Mbele unaliweza? Naliweza. Wananichukulia poa? Naliweza. Mimi na mashabiki tunaenda kukaa pamoja kwenda kuishangilia timu yetu siku ya Jumapili. Bana, asanteni sana ndugu zangu.